Mtoto wa kike anayekadiriwa kuwa na umri kati ya mwaka mmoja hadi mitatu ameokotwa akiwa ametelekezwa pembezoni mwa mto Kisutu uliopo mpakani mwa mitaa ya Majengo ya zamani wilaya Babati mkoani Manyara. Mtoto huyo ameokotwa Machi 20 mwaka 2026 ambapo mashuhuda wameeleza kuwa walimkuta akiwa peke yake kando ya mto huo akiwa amevaa tisheti peke yake. Wananchi wameviomba vyombo vya dola hususan jeshi la polisi mkoani Manyara kufanya uchunguzi wa haraka ili kubaini muhusika wa tukio hilo na kuchukua hatua stahiki za kisheria dhidi yake. Aidha, mashuhuda pia wameeleza kuwa mtoto huyo alikuwa katika hali dhaifu kiafya, hali iliyodhaniwa huenda imesababishwa na utapiamlo. Hii ni ripoti kutokea mkoani Manyara. Mimi naitwa Hosea na hii ni Global TV. Kwa majina naitwa Lucy Shayo kutoka hapa Babati Manyara, maeneo ya Mgombani Old Majengo. Tukiwa manyumbani mwetu huko tumelala asubuhi, tukapata taarifa kwa majirani kwamba kuna mtoto ametupwa katika pori la hapa mto wa kuelekea Angoni, maeneo ya Majengo ya zamani. Tukiwa kama mashuhuda na wazazi, tukaamka kwenda kushuhudia, na tulipofika kweli tulikuta mtoto ametupwa. Na mtoto yule kukadiria ana umri kama miaka mitatu, lakini ni mtoto ambaye alipata maradhi. Ni mtoto ambaye anaonekana kama tayari alishaharibika kiafya kutokana na afya yake ilivyo. Basi kutokana na sisi ni mashuhuda na mtoto yule ni mdogo, majirani wakamchukua yule mtoto na kumpeleka hospitalini. Yule mtoto ni kama vile alishapata kama ni kwa shako, kama sikosei vile, maana mikono ilikuwa membamba sana na utapiamlo, it means kwa sababu anaonekana ni mtoto mkubwa lakini ameharibika kama na maradhi vile. Mmemkuta katika hali gani? Tumemkuta akiwa amevaa kisinglendi na kisuruali chepesi kabisa ambacho hakiwezi kumkinga na baridi. Pembeni ya mtu ambapo kama yule mtoto angegeuka kidogo tu angeangukia kwenye maji. Hapana, inawezekana ni mtu kuja. Kwa sababu hatukuwahi kuona mtoto kama huyo. Na tuko katika huduma za jamii, kama kungekuwa kuna mtoto kama huyo tungeweza kujua kirahisi, kwa sababu pia tuna kitengo cha kuhudumia watoto wasiojiweza, masikini, ambao huwa tunawapa misaada mbalimbali. Kwa hiyo kama ingekuwa mtaani kwetu kuna mtoto kama huyo ingekuwa ni rahisi kujua. Hii tabia ikemweo kabisa, na huyu atakayekamatwa kama alifanya kitendo kama hichi anastahili adhabu kali kwa kweli. Ni kitendo kibaya sana alichokifanya, kwa sababu kama yule mtoto angegeuka tu angeangukia kwenye maji tayari yule mtoto angekufa. Na mvua imenyesha, baridi usiku, huyo mzazi ina maana hakujisikia hata vibaya kumtupa mtoto hapa. Bora angeenda hata kwenye mlango wa mtu akamweka kuliko kuja kumtupa mtoto kwenye hali kama ile. Ni pori, kuna baridi, hali ya usalama ni ndogo. Hapana, kwa mtoto kutupwa ile ni mara ya kwanza, lakini huwa kuna matukio mengine kama watu kubakwa, watu kunyang'anywa vitu, asubuhi watu wananyang'anywa pochi, ikifika saa moja usiku mtu kanyang'anywa simu. Hivyo vibaka na wamekuwa ni wengi sana, hali imekuwa ni hatarishi katika mtaa kabisa. Majina yangu naitwa Linda Lazaro. Ni mkazi wa maeneo haya. Ili tukio tumesikia asubuhi tulivyokuwa tumeamka, ya mtoto nyo anaonekana kama ni mlemavu. Kama anaumwa. Yani napenda kuwashauri wanawake wenzangu waache kuwa na roho ya namna hii. Maana hii ni roho mbaya. Huyu anaonekana ana roho mbaya. Hii ni roho mbaya na ukatili ni mkubwa sana. Amefanya tukio baya sana kumtupa mtoto. Ni mara 10 angeweza hata kumweka mahali ambapo watu wanamuona, ila huku ni ngumu sana watu kuona na ni sehemu mbaya sana, ni hatarishi kwa alivyofanya. Yani mtoto angechukuliwa hata na maji kutokana na mvua pia ilionyesha jana usiku ilikuwa ni kubwa sana. Kwa majina naitwa Nice Moses Shayo, ni mkazi wa Old Majengo na karibu na daraja 2 Kisutu, mtu ambao ulikuwa unatambulika kwa zamani. Asubuhi wakati naamka nikakutana na jirani akaniambia, jamani toka uangalie tukio liko huko mbele. Nikatoka kufika kweli nakuta watu wameshawakwa, watu wengi kama watu 40-50 hivi. Wakasema mtoto huyu ameokotwa kwenye huo mto ambao huo mto uko hapa maeneo ya Majengo ya zamani. Kuuliza wakasema kuna mpita njia alikuwa anapita ngambo ya mto, akamuona kama vile kuna kitu kwa mbali, ikabidi afuatilie kwa kuzunguka. Alipozunguka akafika akuta mtoto yuko hapo chini, lakini ule mtoto anakadiriwa kama umri wa mwaka 1 mpaka 3, ni mlemavu. Na baada ya kufika kwenye ile eneo la tukio, wakati naongea na hao watu, bodaboda mmoja anasema yeye alipita majira ya saa 9 na kuendelea,
ametoka kupeleka mzigo sokoni, anaelekea nyumbani, akawaona mwanaume na mwanamke wanatochi wanapita kwenye hii barabara wakitokezea barabara kubwa. Mimi kwa majina yangu naitwa Stefano Majigi Kagodoro. Nilikuwa natoka zangu nyumbani naelekea kazini. Nikafika pale maeneo ya Jajani kaona watu wanaelekea huku, sasa nikasema ngoja na mimi nikaangalie nini kimetokea. Nimekuja mpaka hapa, nimeingia hapa chini hapa. Nimemkuta mtoto kalala. Ndo katelekezwa hapo polisi na mama yake, sijajua aliyemtelekeza alikimbilia wapi. Na ulipokuwa umemwona mtoto alikuwa na hali gani? Alikuwa na yani kama vile amenyeshewa mvua hivi, na hisi kama vile ametupa si maeneo kama asubuhi. Maana alipokuwa na alikuwa anatetemeka ni kama vile amenyeshewa mvua hivi. Kwa mujibu wa watu ambao walikuwa wanasema alikuwa hana nguo yote, lakini sasa kuna mtu si alikuja akamstina ile nguo ambayo alikuwa nayo. Kwa jina naitwa Godfrey Feliciani. Nasikitika kwa kitendo hiki kilichotokea katika mtaa huu wetu wa Angoni. Kwa kweli ni masikitiko makubwa sana. Kitendo cha mtoto mkubwa namna ile kuja kutupwa katika mazingira haya kimeniuma na ninaumia kweli na nasikitika sana. Mimi kama baba nimeumia. Kwa wanawake wanaokuwa na vitendo vya kikatili na kiunyama kiasi hiki, kwa kweli nilikuwa naomba wawe na roho ya kibinadamu. Huu sio binadamu. Haya ni mauaji, kwa sababu mtoto huyu angekutwa na ile mvua, mtoto huyu hangepona. Nasikia mtoto yuko hai, ni jambo la kumshukuru Mungu kama yuko hai na ameshapelekwa kituo cha afya. Basi taratibu za sheria, taratibu za serikali zitafuata, mtoto atalelewa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.